Niseme tu kama wananchi wamezoea kumuona Esther Matiko mbunge machachari akiwa Chadema, sasa hivi atakuwa ni Esther Matiko mbunge machachari zaidi akiwa kwenye machinery ambayo ina implementation zote ya kuweza kusaidia Tanzania. Kwa sababu ukiwa CCM na maana ukiwa machachari utakuwa na avenue ya kukaa na rais, utakuwa na avenue kana na waziri mkuu, utakuwa na avenue kana na watendaji wote wale na wakawa huru zaidi kukusikiliza. Kwa hiyo machachari wa Esther Matiko akiwa Chadema unahamishwa kuwa CCM ambao utakuwa katika multiple, utazidishwa mara 5 kwa sababu wanakuwa na machinery zote za kuweza kuhakikisha kwamba anaishauri vyema serikali objectively kuhakikisha kwamba anatekeleza yale yote changamoto zoko ndani ya mji wa Tarime. Leo nimefika hapa kwenye ofisi za chama chetu kuweza kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa ya kugombea ubunge jimbo la Tarime mjini. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kunifanikisha na hata nimeweza kukabidhiwa fomu leo rasmi na katibu, na natarajia kwenda kuijaza na baadaye kuirejesha na kusubiri mamlaka husika kwa ngazi mbalimbali kama ilivyoainishwa na ratiba ya chama chetu, na hatimaye tuweze kuwapata watiania kati ya wengi tuliotiania, tuweze kuwapata 3 ambao tutaweza kurudishwa na baadaye kwenda kuomba ridhaa kwa wananchi ambao ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa kuwapigia kura kwa jinsi ambavyo utaratibu umewekwa. Lakini niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu. Niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Tarime mjini, wananchi wa wilaya ya Tarime, wananchi wa mkoa wa Mara, wa Tanzania wote waliopo Tanzania na walioko nje ya nchi. Juzi baada ya kuonyesha adhima ya kugombea au kutia nia ya kuomba ridhaa kupitia Chama cha Mapinduzi jimbo la Tarime mjini, nimepokea simu nyingi sana kutoka wananchi wa Tarime mji, wanawake, vijana, wazee, watu wa itikadi mbalimbali, watu wa dini mbalimbali, wakunitia moyo na kuonyesha kwamba wako pamoja na mimi. Lakini pia nimepokea pia simu nyingi kutoka mkoa wa Mara, wa Tanzania, wengine wako nje ya nchi. Lakini nimepokea pia simu nyingi sana kutoka kwa watu wa East Africa, wengine wabunge ambao tulikuwa nao wakiwa kinishauri sana kuona kwamba wanatamani nirudi bungeni na wakaomba sana nirudi kupitia Chama cha Mapinduzi, na mimi nawaambia wabunge wenzangu wa Afrika Mashariki nimetikia wito wenu. Lakini zaidi niwashukuru wale wa Tanzania walioamua kunichangia fomu pamoja kwamba ningeweza kuchukua hela yangu mwenyewe. Kuna watu wa kawaida kabisa hapa Tarime, kuna wengine wamenitumia 10,000, wengine wamenitumia 20,000, kina Bikemo na wengine wengi. Lakini kuna Watanzania wengine pia wamenitumia fomu ya kuchukua fomu, dadangu mgeni na wengine wengi. Niwashukuru sana kwa imani hiyo ambayo wameonyesha kwangu. Nimezipokea, nimechukua fomu leo. Lakini zaidi niwashukuru viongozi wa dini walioko Tarime mji, wilaya Tarime, Tanzania kwa ujumla. Wameendelea kunitia moyo, wameendelea kuniombea. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana wa Tanzania. Nawashukuru sana wabunge wenzangu ambao walikuwa wakiomba sana wakitamani nije Chama cha Mapinduzi. Wengi wamenipigia simu, siwezi kuwataja wote. Kwa uchache tu, Dr. Tulia Ackson, Mheshimiwa Jenista Mhagama, Profesa Kabudi, Mheshimiwa Lukuvi na wengine wote siwezi kuwataja kwa wingi wao. Ila wajue tu Watanzania wabunge wengi sana ambao wengine wameingia inbox, wengine wamenipigia simu. Nawashukuru sana. Tuendelee kushirikiana mpaka hata mchakato wa chama utakavyoisha. Vivyo tutakavyokuja tutaendelea kushirikiana. Nimekuja Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunajenga nchi yetu. Simu hizo baada ya kuja zimekupa faraja gani sasa wewe baada ya kuhamia Chama cha Mapinduzi? Zimeniongezea ari sana. Zimeniongezea nguvu zaidi. Zimenifanya nijihisi kwamba nipo kwenye right platform ambao nikisimama na kuweza kuwasemea Watanzania. Nimekuwa nikiwasemea wananchi wa Tarime mjini by the way. Nilikuwa mbunge wa viti maalum 2010 2015 nikiwakilisha mkoa wangu wa Mara ambao nilisimama kidete kuitetea sana mkoa wa Mara na wilaya ya Tarime, na baadaye walinifuata wananchi wa Tarime, watoto kwa wakubwa, wakaniomba nigombee jimbo. Na kwa bahati nzuri majimbo yakagawanywa, nikagombea Tarime mjini. Wengi wa Tarime vijijini walisikitika, lakini nilikuwa mbunge wa Tarime mjini. Ukiwa mbunge wa Tarime mjini, mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania ni mashuhuda, sikujiconfine tu kwa Tarime mjini. Nilisemea Tarime na nikaisemea Mara kwa ujumla, nikawasemea na Watanzania wengine ambao wako nje ya mkoa wa Mara. Nashukuru Mwenyezi Mungu 2015 nilikuwa mbunge pia wa jimbo hili la Tarime mjini.
mpaka 2020. Nikaisemea Tarime mjini kwa kina sana, lakini nikaisemea na Tanzania kwa ujumla wake, ikiwepo wilaya zote zilizopo ndani ya mkoa wa Mara na wa Tanzania kwa ujumla. 2020, 2025 nimekuwa mbunge wa viti maalum. Nikaendelea kuyasemea yale ambayo nilitamani sana yafanyike ndani ya jimbo la Tarime mjini nikiwa mbunge wa viti maalum. Nikaisemea mkoa wetu wa Mara. Kuna miradi mingi tulianzisha ya kimkakati ambayo hata baada ya kuwa mbunge wa viti maalum naendelea kuisemea. Na nishukuru serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna miradi ya kimkakati ambayo tulianzisha ikiwepo soko kuu ambalo limekamilika na limeweka mandhari nzuri sana na kuvutia uwekezaji ndani ya mji wa Tarime. Barabara za lami kuzunguka mji wa Tarime. Tuliomba kuhusu dampo nikiwa mbunge na halmashauri iliyokuwepo kipindi hicho. Lakini pia tuomba stendi ya Kemange. Vyote viko kwenye mkakati na hata nikiwa mbunge niendelea kuisemea. Na tunashukuru Mungu kwamba kuna baadhi ya mshanza kutekelezwa na serikali hii ya awamu ya 6. Na ndio maana nimevutika zaidi ukiangalia maendeleo ambayo yameletwa kwa jimbo la Tarime mjini, wilaya ya Tarime na mkoa wa Mara. Nikasema maendeleo kwa vitendo basi niungane nao, na nimeungana na Chama cha Mapinduzi, na ni imani kabisa Watanzania wa Tarime, Watanzania wa mkoa wa Mara, mkiwa mkinifuatilia mkaona ni jinsi gani nimesimama kuitetea Tanzania, kuitetea Mara, kuitetea Tarime mjini nikiwa mbunge wa viti maalum. Ndio maana naomba ridhaa kwa chama changu, ikiona kinawapendeza tuendelee kuisemea. Nilisimama kidete nikiwa mbunge wa jimbo hili kuhakikisha kwamba wananchi wa Bugosi waweza kulipwa haki yao kupitia jeshi wananchi kwa wamechukua ardhi. Nimeendelea kuisemea na mpaka wamelipwa. Kwa kuna mambo mengi, kuna soko la Remagwi kule ambalo liko halmashauri ya wilaya, lakini nikiamini kwamba likikamilika litaweza kuleta uchechemuzi wa uchumi katika wilaya yetu ya Tarime. Na nashukuru Mungu mmefuatilia mkaona kwamba Wizara ya Kilimo kupitia Mheshimiwa Bashe wameamini kwamba waliahidi kwamba wanakuja kulijenga na mkandarasi ameshapatikana na soko letu likamilika la kimkakati. Litachechemua uchumi wa Tarime, litatoa ajira nyingi na itasaidia sana kukuza uchumi wetu. Lakini hata mnada wa Magina ambao niliusemea pia umekamilika. Kwa ni mambo mengi sana ndugu zangu. Leo niseme mengi. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na niwahakikishie kwamba Watanzania wa Tarime, kina mama, vijana wa Tarime mjini, vijana, watendaji serikalini, wengi sana, wa Tarime, wa mkoa wa Mara na hata Watanzania kwa ujumla, wengi sana wamefurahishwa na wakasema kwamba mheshimiwa tuko nyuma yako. Sasa maombi yote haya tukiyajumuisha, tukaweka pia kwa process zote zapita ndani ya chama chetu, na imani wote tu ambao wametia nia, nimekuwa nikifuatilia, wote wana sifa. Lakini naamini kabisa kwamba kwa experience ambayo niko nayo nikiwa mbunge wa viti maalum, mbunge wa jimbo hili, tena mbunge wa viti maalum, ina maana kuna gaps ambazo nimeziona, na naamini kwamba nikiwa mbunge wa jimbo ambao nimekabidhiwa bendera, nikisimama na kusemea hizi hoja popote pale nitakapoenda ndani ya nchi lakini hata nje ya nchi, basi nitakuwa na mamlaka kamili na tuweza kushirikiana na wananchi wa Tarime kwa pamoja tuipate Tarime yenye neema. Tarime ni mji mdogo sana. Ndani ina kata 8 tu ambazo tukijielekeza kabisa mji wetu wa Tarime utakuwa ni mji wa mfano katika mkoa wetu wa Mara. Tushirikiane kwa pamoja, tuijenge Tarime yetu. Tuombee mchakato mzima katika wale watoto watakaoletwa, tuombee wapite salama katika ile moja itakayosimamishwa, tuungane naye tuhakikishe kwamba tunapata kiongozi ambao ni imara na bora kwa Tarime yetu ambao tunaipenda. Asante sana.